Moja, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya kipindi cha utumishi wake akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu 2021 mpaka sasa 2025. Kuniamini kunipa nafasi ya kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, lakini kuniamini kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nina shukrani zangu nyingi za dhati sana kwake kwa nafasi hii ambayo amenipatia. Sikutegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga, lakini kila jambo lina mwanzo na na mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minong'ono mingi na wenye nguvu nyingi ya kutaka kukandamiza, kwa sababu nami nimepita kwenye mapambano makubwa. Kupigania haki ya watoto wasiumizwe na madawa ya kulevya sio jambo dogo. Kulinda watoto wasiingie kwenye ushoga na usagaji sio jambo dogo. Wenye nguvu alipambana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akaziba masikio. Na leo tunapoongea, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna heshima na stahili kupata katika mkoa huu, anatakiwa apewe Mungu na Daktari Samia Suluhu Hassan. Asingekuwa yeye, nisingepata nafasi ya kuwa mtumishi. Asingekuwa yeye, nisingepata kugusa mioyo ya watu. Na inawezekana asingekuwa yeye kunipa nafasi hapa, hata ili kongamano leo lisingekuwepo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba umfikishie salamu za upendo, mpatie maua yake, mwambie mdogo wako anakupenda, anakushukuru na anasema asante sana kwa heshima uliyompatia ya kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeoa hapa Arusha miaka 15 iliyopita. Nilikuwa nakuja tu kweli naondoka, nakuja tu kweli naondoka. Lakini kupata heshima ya kuwa mtumishi hapa sio jambo la kubeza hata kidogo, ni heshima kubwa, na wale wote ambao tumewagusa basi ni sehemu mojawapo ya kazi aliyotutuma kufanya. Hivi ninavyoongea kuna madaktari bingwa wanaendelea pale katika uwanja wetu, na penyewe nikitoka hapa nitapita kwenda kuaga, ambao madaktari hao wamekuja kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Arusha bila kubagua kabila, dini, rangi wala walikotoka. Na jana tumehudumia wananchi 1600 na leo tunaendelea kwa siku 7, na nimeongea na mdogo wangu Kenani, mkuu wetu wa mkoa mpya wa Arusha, ya kwamba aje nimkabidhi aendelee na kazi ya kuwahudumia wananchi. La mwisho mgeni rasmi, hawa kina mama wanakipenda chama. Hawa kina mama wanampenda Daktari Samia. Hawa kina mama wako tayari usiku na mchana kuilinda, kuipigania na kuitetea ndoto ya kuwa na mwanamke aliyekaa kwenye kiti cha urais 2025 Oktoba. Kwa naomba kwa niaba yao nikuhakikishie ya kwamba mkoa huu wa Arusha, hakika kwa kazi aliyoifanya rais wetu Samia, sina mashaka hata kidogo watamuunga mkono na watampigia kura, na sisi tutakuwa mashuhuda ya kwamba kweli wanawake wao wamethibitisha. Na kwa kuonyesha tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, huku ndani kuna watu mchanganyiko. Kazi yangu ilikuwa ni kuwaunganisha watu, sio kuwatenganisha watu. Ninaomba ndugu zangu wa jamii ya Wahindi walioko hapa kwamba mkoa wa Arusha unampa nafasi kila mtu. Zamani ilikuwa viongozi wakija jamii fulani hata haionekani, lakini sasa tumeunganisha na kufanya mkoa kuwa mmoja na wote wakiwa wanufaika. Baada ya kusema hayo mengi, kwa kweli sio machache, nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa dini kwa kunilea, kwa kuniombea, kwa kunitia moyo, tukiongozwa na baba yangu mzee wangu shehe wa mkoa wetu wa Arusha, kwa kazi nzuri sana mlioifanya. Ninawashukuru sana. Naomba nikushukuru sana mzee wangu Kisongo kwa kazi nzuri njema ambayo mmefanya, na viongozi wote wakiwemo maaskofu na wa madhehebu yote ya mkoa wetu wa Arusha na wazee wa kimila. Lakini sambamba na hilo, mgeni rasmi, uniruhusu tu niwashukuru wananchi wa mkoa wa Arusha. Ninawashukuru sana kwa sababu nafasi hii ilikuwa ni kazi. Wewe unanijua mdogo wako, 24/7 tunawaza kazi. Kwa hiyo tungekuwa tunajua kwamba leo jana yale mambo mkeka ungetoka, maana leo hapa tusingekuwa
lakini kwa sababu ulikuwa unakutana na mpango wa Mungu ukiwa kwenye mpango wa Mungu. Hebu mwambie jirani yako, unakutana na mpango wa Mungu ukiwa kwenye mpango wa nani? Huku kwetu hakuna ajali. Mpango wa Mungu ndani ya mpango wa Mungu. Kwa Mungu alikuwa amepanga iwe hivyo. Ninashukuru pia kwa kukubali na kunipa heshima hii ya kuwashukuru. Na washukuru wananchi wa mkoa wa Arusha kwa sababu kubwa mbili. Moja, wana upendo wa kweli. Wana upendo wa dhati sana. Hakuna jambo mheshimiwa mgeni rasmi niliwahi kuliitisha wananchi wa mkoa wa Arusha wakaacha kuja. Hata hapa nimeunda kamati, wewe ndio mwenyekiti, wewe ndio katibu, wewe simamia mapambo, wewe na kila mtu anachakalika kama vile umemwajiri. Na hii kazi kubwa mheshimiwa mgeni rasmi imefanywa na private sector, wakishirikiana na mamangu kipenzi UWT. Yaani kama kuna serikali imefanya, basi haikuwa serikali ni mimi. Lakini 99% ni private sector. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa upendo wao. Lakini la pili mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru kwa bidii ya kutafuta pesa. Mkoa huu unasaka pesa kweli kweli. Yaani hapa kila mtu unayemuona, kuna wamiliki wa shule binafsi, kuna wamiliki wa makampuni ya utalii, kuna wachimbaji wa madini, kuna wakulima, kuna kila mtu hapa. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana kwa kipindi ambacho tumefanya kazi kwa pamoja. Kwa kweli nina kila sababu ya kusema asante. Ni hotuba ya kuaga ndo naaga hivyo. Kwa sababu sasa hivi naitwa ndugu Makonda. Au ukipenda niite shemeji. Lakini nawashukuru sana kaka yangu Lasi. Naomba makofi mengi sana kwake. Tumefanya naye kazi nzuri sana. Ni mzee mnyenyekevu, mtulivu, msikivu, na akikushauri jambo na kushauri kwa upendo na upole. Lakini nawashukuru wafanyakazi wote wa mkoa wetu, wilaya zetu zote. Wakuu wa wilaya nafikiri wako hapa. Naomba tu wasimame. Mkuu wa wilaya wa jiji la Arusha, mkuu wa wilaya ya Longido, na wakuu wa wilaya wengine, na mwingine jana amehama ameenda Ilemela, ndugu yangu Mkalipa, na wengine ambao wako safari nilikuwa nimewapa ruhusa kwa sababu na tulipata mtu mmoja aliteuliwa hivi karibuni. Kwa hiyo nawashukuru sana, naomba pia mnifikishie salamu za upendo kwenu mpaka kwa madereva na walinzi, ya kwamba nawashukuru mno, kwa sababu bila nyinyi hata hii heshima tunayopata tusingeweza kuipata. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika kushukuru sitaacha kushukuru chama changu cha Mapinduzi, mzee wangu Sabari, kamati yetu ya siasa ya mkoa, pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, wilaya zetu zote, kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Kwa kweli ninaona nikiendelea kusema tabubujikwa na machozi ya furaha, lakini nawashukuru sana sana. Neno moja nawaambia, kwenye maandiko matakatifu Mtume Paulo aliwaambia, ndugu zangu muimarike, mkazidi sana kuifanya kazi ya Bwana, kwa kuwa ujira wenu si haba mbele ya madhabahu ya Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yake hakikisha anatumika vizuri, na apigane na msikilize kila mwananchi akiamini kama vile anamsikiliza mama yake mzazi. Akifanya hivyo, si tu kwamba atafanyika baraka kwa familia yake, lakini pia atakuwa baraka kwa wananchi. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, na kwa unyenyekevu mkubwa, nikijua ratiba yako ilivyo ngumu, naomba nitumie fursa hii sasa kukaribisha ili upate nafasi ya kusema nasi na kutufungulia semina yetu. Na niwaambie tu ndugu washiriki wote, kila kitu kimewezeshwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgeni rasmi, ukumbi huu ni wa serikali chini ya Wizara ya Mambo ya Nje, lakini nimelipia. Vya bure hazifanyi. Na hapa mgeni rasmi, washiriki wote watakula chakula kama vile wako Meria au Kempinski.